Usichokijua, masturbation inaenda kuathiri sehemu kuu 4 za mwanaume, na ndio hapo hizo sehemu zitakapoathirika ndio utaanza kuona yale madhara moja kwa moja. Sehemu ya kwanza inaenda kuathiri misuli au mishipa yako ya damu ambayo mara nyingi inazunguka sehemu ya maumbile, ambayo hii inapokea damu alafu inasababisha maumbile yako kusimama vizuri kama mwanaume rijali. Sehemu ya pili ndio huo mzunguko wa damu unaathirika. Unaathirika kivipi? Kwa sababu damu inashindwa kupita kwenye ile misuli ambayo imesinyaa, kwa hiyo inapelekea maumbile yako kusinyaa vile vile na kupelekea kusimama kwa muda mfupi, alafu baadaye yanakuwa yananywea. Lakini sehemu ya tatu ni homoni ya kiume au homoni ya testosterone, ambayo hichi ni kichocheo cha kihisia ambacho kinasapoti masuala mazima ya tendo la ndoa, ambayo kinamwezesha mwanaume kuhisi, kutamani na kuhitaji ushiriki tendo la ndoa. Pale ambapo anakuwa na uwezo mzuri wa kuhisi na kutamani, ndio hapo uwezo wa kuunganisha mabao na kufikisha mwanamke kileleni unatokea, kutokana na hii homoni inakuwa ipo vizuri kwenye mzunguko wa damu. Alafu sehemu nyingine ya 4 ni sehemu ya mbegu za kiume au kwenye sehemu ya korodani. Korodani ndio kiwanda cha mbegu. Kinapokuwa kimeathirika kutokana na ile masturbation ya mara kwa mara, inapelekea mwanaume kuwa na mbegu dhaifu na kushindwa kutungisha ujauzito kwa baadaye ambapo atahitaji kuwa baba. Hizi sehemu 4 zikiathirika, ndio hapo mwanaume anapata changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume, lakini pia anajikuta anashindwa kutungisha mimba kwa sababu mbegu zinakuwa dhaifu pia. Kama wewe ni mwanaume umepitia situation zozote kwenye mfumo wako wa uzazi kwa sababu ya punyeto, lakini pia umehangaika sana kutafuta matibabu imeshindikana, fahamu ya kwamba hiyo ni changamoto ambayo inahitaji kutumika na dawa nzuri ambazo zinaweza kwenda kutibu chanzo na kuondoa changamoto moja kwa moja kuanzia ndani ya mwili wako. Wasiliana na mimi kwa ajili ya matibabu na ushauri ili uweze kupona na kurudi kwenye hali yako ya kawaida, kwa sababu changamoto za upungufu wa nguvu za kiume zinadhalilisha sana.